ilipona. Siwezi. Hey. Tena mchawi amekuja. Daktari amekuja. Mwenye aliniroga mguu yangu na karoga kijana yangu. Hata kukanyanga chini nishi. Badala muongeleshe vizuri ndio unaongea hivyo. Jaribu medical but I work. Umeenda usi sana. Nimeenda usi huko Saudi, nimepelekwa na mabosi wangu mpaka wamechoka wakaniambia nirudi Kenya mpaka mguu ipone kwanza. Tu pole alafu ndio taenda nitakupeleka kwa daktari. Okay. Nitakupeleka mahali tutapatana naye. Okay. Alafu akuangalilie hiyo mguu kwa sababu hiyo ndo pia ilichangia wewe kukuja. Ni make sure amekusaidia. Unaleta bwana mwingine kwako. Huko unasema ni kwako. Mimi si bwana yake. Nitawaelezea mimi nani. Situkae chini basi tuongee. Chapa yeye kabisa. Mimi akimtulie haki. Chapa yeye. Ni kama mzazi wake na unamfanyia. I thought mama promised me a mockingbird, and each note that she sings kind of reminds me of her. Mzazi yake alikufa. A brand new bottle. Mtoto wangu. Nisamehe. Mimi nilikuwa nataka tuona mimi beta niende kwa everything itakuwa sawa. Tumeongea mara ngapi? Tutashindianga kitu moja. Kwani nikiomba msamaha huwezi nipeni nisamehe tu. Nisamehe mtoto wangu. Usiende Amina, usiende. Unanitesa mimi. Mimi unajua mimi na surviveaje. Haya. Kama si watu wenye wanamsupport hapa na pale. Mimi hata nikimpe mali yake, mimi sina shida nayo. Niko wapi? Sina shida nayo. Nipe tu saa. Si nyumba nilikupea mama. Na sasa nilikupea nyumba. Lazima usinipe pesa zangu basi. Nisamee tu my girl. Title deed inafaa walete na nini? Title deed iko na kijana yangu. Na basi iko na kijana yangu. Nipe pesa zangu basi kwanza. Pesa yako nitauza 7. Si nimekuambia hivyo. Nimekuambia nitauza 7. 7 iko ushago mama. Nitaiendea nikuletee pesa zako. Na zitarara. Wacha niponye mguu. At least mguu yangu ipone. Inauma. Vibaya sana. Wewe nipe tu pesa. Kama alikuwa anatutia mambo ya mguu eri angetuambia. But Mbona udanganya unatuletea vitu alafu. Niko nataka nikuja niponywe. Niende ushago. Niuze hiyo samba. Mpaka unaona hata kaburi itauzwa yote. Mpaka hiyo kaburi lazima iuzwe. At least niuze hiyo saba nikurudishie pesa yako. Mrudi kama kisamani kabla. Na pesa ulikuwa unachukua wapi mahali huwezi toa saa hii? Ati kufanya nini? Ulikuwa unazipeleka wapi zilikuwa unapewa? ile pesa yote ndio uende uze shamba ilikuwa tu na pesa ulikuwa unapewa ilienda wapi? Kwa ile uchungu niko nayo. Kama alikuwa anapeleka kwa waganga. Hapana, mimi sijaenda huko. Tulisema last time. Mimi. Kitu utafanya Amina? Acha daktari akam. Anasema mtoto wake yako na title deed. Acha niite daktari. Unasema Kevondi yako na title deed. Acha niite daktari. Basi mteni. Acha niite daktari akuje. Kama si sababu hata mimi naona niko kwa mashida hapa. Acha daktari akuje. Mimi nimechoka na story na excuse kila time ni excuse tu unapatia nanga. Kwani wewe huwezi jua pia mimi naumia? Wewe unaona tu mguu yako na mimi. Najua ulikuwa unaumia. Hakuna kitu unajua. Ulifanya aje mama upone? Na ulipona kabisa. Nataka mguze tena. Hapana, siwezi. Mguu yake ilipona. Siwezi. Tena mchawi amekuja. Daktari amekuja. Mwenye aliniroga mguu yangu na karoga kijana yangu. Hata kukanyanga chini nishi. Badala muongeleshe vizuri ndio unaongea hivyo. Daktari. Bari. Sasa nisimame wapi mahali? Asante. Asante kwa kukuja. Yes, naona umenitafuta sana. Nimekutafuta. Na kwa heshima yangu na wewe nimesema nikuje. Kweli. Na nimesema niwasili mahali hapa maana unaponiita najua kuna jambo. Kweli daktari. Na sasa nimewasili. Naomba unieleze sasa tatizo ni gani
ili tuanze kazi. Tatizo kwanza daktari, ule mke wa Kevin ule mwingine ule. Yes. Venye unaona sasa tuko hapa hivi, hata nimeshtuka sana. Unajua nimefanya nikuita kwa sababu naona pia mimi niko kwa shida kidogo. Unashtuka namna gani mbona? Hii vitu unaona hapa nyuma hii. Vitu gani? Hii damu hizi. Unaziona hizi? Hizi. Hii damu hii. Hizi ni zile za Unaona hizi damu hizi daktari sasa? kijana wangu. Sasa hizi vitu wamekuja hapa, wamesema Yes. ati ule mtoto ametoka kwa sababu yangu. Unaona daktari? Wasema ati mimi nimefanya mtoto akatoka. Yes. Sasa wameenda hivyo ati wameenda kunishtaki kwa polisi. Sasa inasemekana ujauzito ulitoka. Wamekuja wasema ati mimi nilifanya akapewa punishment mtoto akatoka. Kijana wangu Hussein. Mpaka nashangaa hii ni mambo gani haya? Mimi nimeweza kuwasili na hizi vitu wakati ulipokuwa unasema vitu kama hizi. Najua mimi ni mzee. Na nimeona mambo mingi na shetani anakuja na njia nyingi. Naomba tupumzike nikuelezee one by one. Maana hebu tukae hapa chini basi. Mimi kuja ukae huko hivi uongee na daktari ukiwa hii side. Tusongeze hii kidogo, songeze hii hapa. Tutakaa karibu na hizo vitu. Mimi achi siwezi kaa hapo. Sasa nikaa karibu na daktari hapa. Daktari amerudi Amina. Unajua Amina anataka ku give up. Ni daktari? Ni yeye. Amina mtoto wangu ni nani? Habari. Oi. Niko salama lakini mguu nakufa. Mungu yangu, sio mzuri. Mara nyingi wanasema Hussein, mkuki kwa nguruwe ni mtamu. Lakini kwa mwanadamu ni mchu. Unasikia vile analia na vile Amina alikuwa anateseka mpaka akakata ndege akakuja kunipata. Kwa gharama ya juu sana. Lakini nikaweza kumsaidia na hii ni adhabu ya uongo yake. Sasa hebu nieleze, umenieleza namna gani? Hebu rudia. Wewe kijana. Niponye tu. Sasa daktari, Niponye. Nikuelezee tena. Nimetaka unieleze tena. Sasa huyo mnakwambia bibi ya Kevin, ule mwingine mwenye alikuwa ameoleka na ule kijana mwenye ulileta. Yes. Wamekuja walinipigia simu. Unaona siku kuelezea ukuje. Wamenipigia simu wakaniambia Hussein, tuko na title deed nataka nikupe. Yes. Na kwa sababu daktari alikuwa ashatengeneza mambo watu wampata adhabu. Nikasema wacha wakuje sababu ulikuwa mwapea siku 3. Yes. Wacha wakuja watupatie nini title deed. Title deed ikifika nikuite. Wamekuja wametuvuruga hapa, wamekuja na hii damu, hizi damu ziko hapa hivi. Msichana amejaa damu kwa mwili yote. Anasema nimrudishie mtoto. Mtoto amekufa, ametoka. Yes. Na mimi ndo niko responsible kwa kila kitu. Sasa Hussein, napokueleza dunia ina mambo mengi. Na mimi napenda kukueleza ukweli kijana yangu. Usiwe mtu wa kushtuka na kusema unajua umenieleza hapa ati umeshtuka sana maana wameenda kukuripoti. Wameenda kuniripoti. Sasa ile kitu nataka nikueleze. Nikikueleza jambo kama lile unanieleza la tamu. Hiyo ni masinga umbwe. Na hizo ni drama ambazo mimi wasitolerate. Na kusema ukweli Hussein, najua hautaamini nikikueleza huo ni kuikiza. Hiyo tamu hakuna tamu hapo, mimba ingali. Amina, msiche daktari anasema ati hii ni kuigiza, mimba bado iko. Nilikwambia ni drama. Na unajua daktari wametoka hapo wakasema wanampeleka hospitali. Nikaona siwezi kumkinga ndio mtu asifariki hapa aseme ni mimi. Nataka nikueleze ule mwanamke sio mtu mzuri. Na akiendelea kucheza na mimi nitampa punishment hata kwa maisha yake, hata airudia tena. Maana sipendi ujinga, mimi sipendi. Hata huyu anataka tu apone ili aende na vitu zangu. Sipendi maigizo. Sasa daktari, hiyo ni nini wameleta hapa wakiniambia wamekuja na madamu nini na wakatoka wakaenda. Unajua nilikupigia nikakwambia umrudishe vizuri ndio nielewe. After wamekuwa vizuri wakasema wanaenda hospitali wakatuacha hapa. Sasa kila kitu Hussein itakuwa salama na yule mwanamke angali na mimba. Ujauzito wake tena Amina, wa afya. Amina, unasikia cha daktari anasema?
Huyo mwanamke bado ako na mtoto, ako na ball. Ule ujauzito bado ako nao na mtoto wako salama tumboni na kila kitu kiko salama. Yule mwanamke nataka nikueleze. Yule ndio ibilisi na yeye ndiye analeta mambo mengi na anachifanya mchanja, lakini sasa mimi najua anafanya vitu vingine na huruma. Lakini sasa nitampa adhabu akiendelea kucheza na mimi. Maana hiyo unajua, acha nikuone kijana, unaweza fanya kitu at least Mungu ipone. Amina, Daktari ako in process sasa. unioni hapa. Nataka nikueleze Amina, hakuna kitu yako inaenda kupotea na tani itakuwa ni vibaya sana ukinieleza ati unakifa, na maana nimekuja na nimetembelea mpaka wewe, nimeweza kuponya mpaka mkuu wako. Mimi naona maisha yangu Vitu naisha. zenye ile process ni Wote baba yako. nafuatilia process ya kurudishiwa mali zako na kila kitu iko salama. Uniponye mimi nikuwe mzuri. Nashukuru umenisaidia mpaka hapo. Lakini mimi nataka haki itendeke kabisa. Huyu mama sasa yeye anakuja hapa analia, mara nimsamehe na amekuja bila pesa. Ametupigia, mimi nimpigiwa simu na Hussein na mbona kujia pesa. Title deed iko wapi? Title deed bado sijapewa. Unajua mama title deed. Kuna kijana yangu iko na kijana yangu, mtoto wangu. Hiyo nitakupe. Naomba unieleze ukweli, unieleze title deed iko na nani? Iko na kijana mgani? iko kwa nyumba huko. Unajua hata Kijana sina mgani? mali ya huyo kijakefo. Sio uniponye walai, na mimi uniponye, tutampe kila kitu. Nitampe kila kitu. Anasema hivyo daktari. Kama iko na Kevin. Tukipeanwe yote. Sitaki kitu yake. Sijui kama mko tayari nivute Kevin akuja mahali hapa. Sitaki kitu. Nipe vitu. Akuja daktari. Mko tayari nivute Kevin? Sisi tuko nyuma yako daktari. Sababu mama wanatuzungusha hapa. Nitakupe zote. Oi. Hakuna dhambi Mungu wangu hawezi samehe. Hakuna. So uko sure kijana akikuja hapa atasema ako na title deed? Ama unasema hivyo juu ni mwenda wazimu? Ako nayo. Naomba tuendelee na mazungumzo, maana nimeshaamuru kijana anakuja. Asante sana daktari. Kijana anakuja, maana sina mtu wa kupoteza, ili tujue ukweli unaenda namna gani. Asante. Asante daktari. Sasa kumbe hao wamekuja. Amina, umesikia hiyo maneno? Nikwambia huyu mama mpaka anafanya mimi namhurumia. Na daktari unajua amekuja mpaka amenivuruga tena bwana. After amekuwa vizuri niko tayari na msiwe na uoga. Ile ni maigizo tu, lakini nakueleza Hussein, wakiendelea na Amina nitapa watu WhatsApp. Mimi napenda mtu nikimpa onyo na nasikia mpure akifanya kiburi. Nina mambo mengi naweza nikafanya na yule mtu. Yes. Ole wako wangelijua mimi ni nani. Unajua mami, mkiendelea kuzungusha hivi kazi ya daktari amewapea tu adhabu kidogo. Mkishinda mkituzungusha hivi, unajua atafanya mambo ikuwe wazi. Aniponye tu, niponye. Huyu mama, maana wakati nilimuuliza alipingana na kiburi yake ndio ilimfikisha mahali hapa. Mbona unakuja kuongea ukweli wakati mambo nimesha transfer iko kwako? Nisamehe tu, niponye. Alafu kijana yangu apone, akipona kila kitu tunapeana. Kila kitu. Sorry. Ni shetani. Shetani ibilisi ni mbaya sana shetani. Sio Mungu alikuponya. Sio Mungu aliponya hata mimi. Kijana anakuja na asipoongea ukweli, akinieleza ukweli nitamrudisha akwe salama. Na kabla hajakuwa salama, maana kichwa yake vile nilimwacha, nataka nimrudishe sawa ili aweze kuongea ukweli na aseme kila kitu mahali kiko. Unanielewa Hussein? Ni kweli. Na hiyo ndio kazi imenileta mahali hapa. Kwa sababu mimi wamenipigia simu, wamesema wanaleta vitu. Alafu tunafika hapa tunapatana na madamu, sijui tena mama amesema analeta pesa, tunafika hapa anaomba huyu msamaha ponye mtoto wao sacrifice. Wanasema mtoto sacrifice lini? Mimi mwenyewe nateseka, hata sina kitu ya kukula. Najua nyinyi mnaona mambo matoko. Mambo ni mengi yanaendelea. Mimi sina hata kitu ya kukula, pesa ya kutoa mtoto sacrifice inaanzia wapi? Lakini Amina, hebu shika irungu. Shika vizuri na mikono miwili. Kila kitu inakuwa salama na unaona vile rungu imenyoroka. Mambo yako inakaa namna hiyo. Usikuwe na wasiwasi. Asante. Daktari. Hata mimi
Daktari. Unajua mkirudisha hizo vitu ni haraka. Hii mambo itaenda. Zote. Anarudisha zote. Wanarudisha hata sio yeye, mimi narudisha. Uko sure mama? Niko sure. Kama ni kidogo tu ponyo. Niko sure nitarudisha. Kama wengine wamesha, huyo mwingine sasa huyo mwingine amekuja hapa na madharau ametudanganya. Wakati umetoka kuacha kujikuna amerudi sawa. Ameanza tena matusi tena. Unajua mimi vile umenieleza nifanye hivyo ndio nitafanya, maana sichachua. Mimi wale watu siwachue, ndio umefanya nimewachua. Ukisha nieleza ndio huyo mtoto wako nieleza ya kwamba unataka atoe namna hii ndio nitafanya. Lakini sasa kabla hujanieleza unajua nyinyi ndio mnachua mko na oi. Kijana yangu. Kazi ya daktari inaonekana. Amina, kazi yako ona. Sina mtoto sasa. Mimi ama ni wewe? Ni mimi ama ni wewe? Simu nilipe vitu zangu. Sawa. Oi, kijana yangu. Unasikia huyu anaona mtoto yake akiwa hii hali analia sana. Amesahau pia huyu ni mtoto mwingine. Sasa Hussein, huyu nitamsaidia maana arudi vizuri, watueleze hizo title deed siko wapi. Maana Kevin sio kijana mbaya, ni huyu mama anaharibu mambo. Na Kevin nataka ni kwa heshima yangu na wewe nirudishe Kevin akuwe salama na nisimrudishe katika ile hali. Maana huyu ni kijana mdogo anahitaji kuwa na huyu bwanako. Sijui mkubaliana na mimi. Kuelewa daktari. Unajua wewe ndio mimi kwa nyuma yako na Mungu ndiye anaongoza. Mimi naweza simama. Nguvu za Mungu ndio ziko mbele. Nataka nikuulize ache. Maana neno la Mungu linasema nani anamuita? Ni kweli. Kijana yangu. Huyu mwanaume kando na hizo vituko zote amefanya. Naomba nimrudishe awe salama na atueleze title deed mali siko, maana ni kijana mdogo. Na kama wewe nimekufungulia mambo yako inaenda kuwa salama, hata naomba kama wewe utampenda ama mtarudiana uniruhusu nimruweke arudi salama, maana pia ana maisha yake. Kuangaisha kijana kama huyu ni mbaya, na mimi ni mtu napenda amani. Sasa naomba nimrudishe Hussein. Lakini anafaa tuambie mahali title deed iko daktari. Na hisi tueleza akiwa namna hii mpaka nimrejeshe salama. Sasa nitamwekelea fimbo yangu na kila kitu itakuwa salama. Asante.